Ni ibada maalum kwa ajili ya ukombozi wa familia, na title inasema ukombozi wa familia. Tunaposema ukombozi ni neno pana. Ukombozi ni neno pana ambalo ndani yake kuna uponyaji, kuna kufunguliwa, kuna kuwekwa huru, kutengwa na mateso mbalimbali au kutengwa na laana. Kwa hiyo tukisema ukombozi ni kutolewa kwenye hali ya hatari. Ukombozi ni kutolewa kwenye hali ya hatari, kuwekwa huru, kuepushwa na mateso fulani, kuepushwa na balaa fulani au laana. Kwa hiyo kukombolewa ni kuondolewa kwenye hali ya hatari. Kukombolewa ni kutoka kwenye hali ya hatari au hali ambayo ni mbaya. Lakini tunapozungumza kwa habari ya ukombozi wa familia sasa, ni kukombolewa kwa familia nzima au kuepushwa na majanga kwa familia nzima. Na tunaposema familia, familia ni general term ambayo inaweza ikawa ya baba na mama, baba na watoto au mama na watoto. So tunapozungumza kwa habari ya ukombozi wa familia ni neno pana sana. Lakini familia nyingi zimefungwa au zinapata shida kutokana na kitu kinachoitwa laana. Familia nyingi zimefungwa au zinapitia shida mbalimbali kutokana na kitu kinachoitwa laana. Laana katika tafsiri sio rasmi ni maneno mabaya yanayotamkwa kwenda kinyume na mtu fulani. Maneno mabaya yanayotamkwa kwenda kinyume na mtu fulani. Lakini kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili, laana inaweza kuwa maneno au matamshi ya mtu yanayolenga kumtamkia mwingine mabaya au madhara, mara nyingi yakiaminika kuwa yana nguvu iletayo madhara. Kwa mfano, unaweza ukasema alitamka laana kwa mtu aliyemdhulumu. Alitamka laana kwa mtu aliyemdhulumu. Ni maneno ambayo yanakuwa yamebeba nguvu fulani ya kuleta madhara kwa mtu fulani ambaye aidha alifanya dhambi au alifanya kosa fulani. Lakini kwa maana nyingine pia kwenye kamusi unaweza ukasoma, utagundua laana inaweza ikamaanisha adhabu au mkosi. Adhabu au mkosi unaompata mtu kwa sababu ya kufanya kosa kubwa au dhambi, hasa kutoka kwa Mungu. Kwa maana nyingine au kwa maana rahisi kabisa, laana ni kinyume cha baraka. Laana inaweza ikatokana na Mungu mwenyewe, lakini laana pia inaweza ikatoka kwa mtu mwenye mamlaka fulani juu yako. Narudia, laana inaweza ikawa inatokana na Mungu. Kwa mfano, utaona kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa 4, alitamka laana kwa Kaini baada ya kumuua ndugu yake. Akasema ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa hiyo laana inaweza ikatoka kwa Mungu, lakini pia laana inaweza ikatoka kwa mtu fulani mwenye mamlaka juu yako. Kwa mfano, mtumishi wa Mungu au mzazi wako. Mtumishi wa Mungu au mzazi wako anaweza katamka laana na ikakupata. Tuangalie laana inayotoka kwa Mungu. Hebu angalia kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 28 mstari wa 15. Lakini itakuwa usipotaka kusikiliza sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie haya maagizo yake yote na amri zake ni kuagizavyo hivi leo, ndipo zitakapokujia laana hizi zote na kukupata. Zitakujia laana hizi zote na kukupata. Ukifanyaje? Usiposikiliza na kufanyia kazi maagizo akupayo Bwana Mungu wako. Utasoma mistari mingi mpaka mstari wa 40 na kitu zinatamkwa laana. Utalaaniwa mjini, utalaaniwa mashambani, litalaaniwa la kapu la kukandia unga. Lakini shida ni nini? Kutokutii na kutokufanyia kazi maagizo akupayo Bwana Mungu wako. Kwa sehemu ya kwanza, laana inaweza katoka kwa Mungu. Lakini namba 2, kama nilivyosema, kuna laana ambayo inaweza katoka kwa mtumishi wa Mungu au mtu mwenye mamlaka juu yako, mwenye nafasi juu yako. Tuangalie laana hii hapa ilitamkwa, aliipata Hamu baada ya kuona uchi wa baba yake. Mwanzo mlango wa 9 mstari wa 20 hadi 27. Mtoto huyu baba yake alilewa. Baba yake alipokuwa amelewa, mtoto akamwona baba amevua nguo, baba yuko uchi. Mtoto akacheka, akaenda akawaambia ndugu zake. Akacheka, akaenda akawaambia ndugu zake. Hamu baba yake na Kanaani akaona uchi wa baba yake, akawaeleza ndugu zake wawili waliokuwa nje. Shemu na Yafeti wakatoa vazi wakalitanda mabegani mwao, wote wawili wakaenda kinyume nyume, wakaufunika uchi wa baba yao na nyuso zao zikielekea nyuma, wala hawakuona uchi wa baba yao. Nuhu akalevuka katika ulevi wake, akajua mwana wake mdogo alivyomtendea. Akasema, na alaaniwe Kanaani, atakuwa mtumwa kabisa kwa ndugu zake. Ishu kubwa mimi nilikuwa naitafuta ni ile laana iliyotamkwa kwa nani? Kwa Kanaani.
Kwa nini laana ilitamkwa? Kwa sababu aliona uchi wa baba yake akacheka, na akaenda akasema akawaambia wengine. Kwa hiyo kwa nafasi alionayo baba, alipotamka laana ilimpata. Pointi yangu hapa ni kwamba kuna laana inaweza ikakupata iliyotamkwa na mtumishi wa Mungu, baba yako au mama yako, mtu mwenye nafasi fulani juu yako, akitamka laana au akitamka kitu kibaya, kinaweza kikakupata. Lakini vile vile laana inaweza pia ikatokana na wachawi. Wachawi wanaweza wakakulaani. Ukisoma kitabu cha Hesabu mlango wa 22, kitabu cha Hesabu mlango wa 22, utaona jinsi ambavyo Balaki alituma wajumbe kwa Balaam ili Balaam atamke laana kwa wana wa Israeli. Balaki anatawala, alipoona wana wa Israeli waongezeka, akawaza sana jinsi gani anaweza akawa control, na alianza kuwa na hofu. Hawa jamaa jinsi wanavyozaliana, jinsi wanavyoongezeka, wanaweza wakatutawala. Akatuma wajumbe waende kwa Balaam ambaye alikuwa ni mchawi, alikuwa ni nabii wa uongo anayeabudu miungu, ili awalaani wana wa Israeli wapatwe na mabaya. Kwa hiyo hapo utaona laana inaweza ikatamkwa na wachawi au watu wabaya, na inaweza ikampata mtu. Maana Balaki anasema huyu Balaam, yeyote atakayemlaani huwa analaaniwa kweli, analaanika kweli. So, sijajua kitu gani kimetokea kwenye familia yako, ni laana ya nani imetamkwa kwenye familia yako, lakini Bwana ajua, na leo tutaomba. Oh yes. Shida kubwa ya laana ni kwamba laana inapotamkwa matokeo yake hayaonekani pale pale. Laana huwa ni invisible. Inaweza ikatamkwa ukachukulia kawaida, inaweza ikatamkwa ukachukulia ni maneno tu, lakini madhara yake au matokeo ya laana ndiyo yanayoonekana, kwamba sasa yule mtoto anavua nguo, sasa yule mtoto anatembea uchi, sasa yule mtoto amekuwa kichaa. Haya yanayoonekana ni matokeo, lakini laana kama laana haionekani, ila yale maneno yanasikika. Yes. Nyosha mkono wako juu. Sema Bwana Yesu tusaidie. Bwana Yesu tusaidie. Ikiwa kuna laana zilitamkwa na yeyote yule bila sisi kujua, Mungu naomba utusaidie. Hizo laana zisiwe na nguvu tena juu ya maisha yetu. Damu yako ya msalaba ituepushe na laana yoyote iliyotamkwa. Aidha ni wewe Mungu kwa sababu ya dhambi zetu, aidha ni wazazi wetu kwa sababu ya utovu wa nidhamu, au ni watumishi wa Mungu kwa sababu tuliwasema vibaya, aidha ni wachawi kwa sababu ya wivu. Damu yako ya msalaba ituondolee laana zote kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema amen. Amen. Laana inaweza ikatembea kizazi cha 3 mpaka kizazi cha 4. Angalia kitabu kile cha Kutoka mlango wa 20 mstari wa 5. Laana inaweza ikatembea kutoka kizazi cha 3 hadi kizazi cha 4. Lakini vile vile kama laana inavyoweza kutembea kizazi cha 3 mpaka kizazi cha 4, yes, vile vile baraka zinaweza zikatembea kutoka kizazi cha 3 mpaka kizazi cha 4. Oh, yes. Narudia kusema hivi, laana ni kinyume cha baraka. Kama laana inaweza ikatembea kwenye line, laana inaweza ikatembea kwenye familia mpaka kizazi cha 4, na baraka vile vile inaweza ikatembea mpaka kizazi cha 4. Ndio maana ni mara chache sana utamkuta mtoto wa tajiri ni maskini. Ni mara chache sana utamkuta mtoto wa tajiri ni maskini. Maana zile baraka au ule utajiri unaweza ukawa unaendelea kutembea kwenye familia. Hello? Niangalizie Kutoka 20 huo mstari tuone jinsi laana inavyotembea, alafu pia tuangalie kitabu kile cha Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili mlango wa 10 mstari wa 30. Katika hii Kutoka inasema hivi, usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba yao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wao wanichukiao. Na wapatiliza maovu ya baba zao, na wapatiliza maovu ya baba zao kizazi cha 3 hata cha 4 kwa wale wanichukiao. Kwa hiyo wale wanaokwenda kinyume na Mungu, wale wanaenda kinyume na mpango wa Mungu, waliokataa kushika sheria ya Bwana, laana inaweza ikatembea hata kizazi cha 4. So kuna wakati tunaishi maisha ya laana, lakini sio kwamba tulikosea sisi. Yes. Ni wazazi wetu walikosea, ni baba alikosea, ni mama alikosea, ni bibi alikosea, ni babu alikosea. Lakini kwa sababu ile laana inaweza ikatembea mpaka kizazi cha 4, tumejikuta tumezaliwa katika mazingira ya laana.
Na kwa kuwa tumezaliwa katika mazingira ya laana, tumepata mafundisho, tumepata kujua jinsi gani laana inavunjwa, jinsi gani tunaweza kutoka kwenye hicho kifungo. Leo tutaomba na Bwana atatutoa, tutakuwa huru sisi na vizazi vinavyoanzia kwetu kwenda mbele. Oh, yes. Wewe ndio Mungu amekusudia uvunje laana ya familia. Yes. Wewe ndio Mungu amekusudia uondoe uchafu kwenye familia. Oh, yes. Wewe ndio Mungu amekusudia utoe laana, badala yake uweke baraka. Yes. Kama upo tayari sema nipo tayari pastor. Niko tayari pastor. Sema Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Nitasimama katika zamu yangu. Nitasimama katika zamu yangu. Kama mjumbe wa agano. Kuvunja laana zote na badala yake kuleta baraka zote. Kizazi cha tatu hata kile cha nne. Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Makofi kwa Yesu. Angalia Wafalme wa pili mlango wa 10 mstari 30. Bwana akamwambia Yehu, kwa kuwa umetenda vema kwa kufanya vilivyo haki machoni pangu, kuitendea nyumba ya Ahabu sawasawa na yote yaliyomo moyoni mwangu, wana wako wa kizazi cha nne watakaa kitini mwa Israeli. Yes. Hello? Kwa hiyo kama laana inaweza katembea mpaka kizazi cha nne, na baraka zinaweza zikatembea mpaka kizazi cha nne. Oh, yes. Leo tutaomba Mungu akubariki wewe. Yes. Na kisha kubariki wewe, baraka isiishie hapo. Iende kwa watoto wako, iende kwa wajukuu wako, iende kwa vitukuu vyako. Yes. Iwe ni familia iliyobeba baraka, iwe ni familia iliyobeba matumaini. Yes. Iwe ni familia iliyokombolewa, iliyobarikiwa. Unayeamini pokea. I receive it. Hello? Anasema wana wako hata kizazi cha nne watakaa kitini. Maana yake watakuwa watawala, watakuwa wafalme. Pigie Yesu makofi. Sema mimi ni mmoja wao. Mimi ni mmoja wao. Sema mimi ni mmoja wao. Mimi ni mmoja wao. Nitakaa kwenye kiti cha baraka. Nitakaa kwenye kiti cha kifalme. Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Aina za laana. Aina za laana. Kuna aina kadhaa za laana ambazo zinaleta shida kwenye familia. Aina ya kwanza inaitwa laana ya kipepo. Mara nyingi unapookoka, umeokoka wewe. Biashara haijaokoka, ndoa haijaokoka, ofisi unayofanyia kazi haijaokoka. Sasa shetani akishajua umeokoka, anatafuta ni engo gani atakukamata akupigie hapo. Kwa hiyo anachokifanya, kuna mapepo anayatuma kwa ajili ya kupiga ndoa, kwa ajili ya kupiga uchumi, kwa ajili ya kupiga biashara, kwa ajili ya kupiga kazi. Na ndio maana utakubaliana na mimi, watu wengi wanapookoka, kile kipindi cha mwanzoni, kuna mambo ambayo yanaweza katokea yakavuruga kila kitu, mpaka mtu anasema kama nimeokoka, mbona mambo yangu ndio yamekuwa mabaya zaidi? Baada ya kuokoka, mbona ndio kazi imeharibika? Baada ya kuokoka, mbona ndio biashara imeharibika? Baada ya kuokoka, mbona ndio yangu imeingia kwenye migogoro? No. Sio kwamba wokovu unaleta migogoro. Sio kwamba wokovu unaharibu biashara. Shetani anaangalia roho yake hatuiwezi. Ameokoka, amejikabidhi kwa Bwana. Tunamshikia wapi? Anatuma mapepo kwenye vyanzo vyako vya mapato. Anatuma mapepo kwenye vyanzo vyako vya biashara. Ukisoma ile Wagalatia mlango wa 3 kuanzia mstari wa kwanza, Mtume Paulo anawauliza Wagalatia, ni nani aliyewaloga? Anawaambia, mbona mwanzoni mlianza katika roho? Mbona mwanzoni mlikuwa mnaenda vizuri? Hapa kuna mabadiliko. Kuna vitu ambavyo sivielewi. Kuna shida zimetokea sizielewi. Shida ni nini? Kwa Mtume Paulo alijua watu wengi wanaharibika, watu wengi wanakuwa kwenye situation ile kwa sababu ya nini? Ya uchawi. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya laana. Nifungulie Galatia 3:1-4. Enyi wa Galatia msio na akili, ni nani aliyewaloga? Ninyi ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu kuwa amesulubiwa. Nataka kujifunza neno hili moja kwenu. Je, mlipokea roho kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Paulo anajaribu kutrace back. Mbona mlimpokea roho? Huyo roho mlimpokea katika mazingira gani? Ilikuwa ni kwa sheria? Ilikuwa ni kwa matendo ya imani? Maana sasa hivi wamebadilika. Hawa sio wale niliokuwa nawajua. Hawa sio wale niliokuwa naomba nao. Hawa sio wale niliokuwa namtafuta Bwana. Kwa hiyo Paulo anajaribu kuangalia chanzo cha shida yao ni nini. Na akagundua kuna uchawi, akagundua kuna laana. So msao unafuata.